الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, hatuna budi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wiki mbili zilizopita tulipokutana mara ya mwisho hapa, tulitaja mambo matatu. Jambo la kwanza tulimaliza kutaja jambo la sita linaloweza kumpatia mtu amani siku ya Kiyama. Tulisema kuna mambo sita, tulikamilisha jambo la sita wiki mbili zilizopita. Tukataja jambo la pili darasa iliyopita, vipi mtu atapata nuru siku ya Kiyama. Na jambo la tatu tulitaja mambo yanayoweza kumfanya mtu akawa chini ya arshi ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Hawa ni mambo tulitaja mara ya mwisho tulipokutana hapa. Tukaahidi kuwa leo tunaingia stage mpya katika safari yetu kwenda akhira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tulipoanza silsila hii tulisema kwamba kuna stage 14. Tukaanza stage ya kwanza dunia, mpaka wiki iliyopita tukamaliza stage ya 6. Leo mimi naanza stage ya 7. Takriban sisi tumefika nusu ya barabara kwenda akhira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni safari kila muumini anaamini iko. Ni safari iko katika nguzo 6 za imani. Kuamini bil yaumil akhir haitoshi kwamba kuna siku ya mwisho. Ni lazima kuamini yaliyotajwa yote katika siku ya mwisho. Miongoni mwao ni haya tunayoyasoma. Steji hii ya 7 ni ashafaa, msamaha. Baada ya watu wamekusanywa biladu Sham, si tulisema kila mtu atafufuka kwenye kabri yake aliyozikwa hapa duniani. Tukifufuka sisi tutakwenda ardhu Sham. Kule ndio atakuja malaika atuchukue kwenye ardhi ya kukusanywa biladu Sham, atupeleke mahali pa hisabu. Mahali pa hisabu tutakuwa tunaiona sirat. Mtume ameeleza kwenye hadithi ilipokewa na Bi Aisha, kwenye hadithi za Kiyama, Mtume akasema wahum ala sirat, na watu mwisho kusimama ni mbele ya sirat. Tutafika kwenye sirat, moja katika stage ni sirat. Siku hiyo jua litakuwa karibu na vichwa vyetu kadri mil. Mil ni maili moja. Jua litakuwa karibu. Lakini darasa iliyopita ilitupatia matumaini. Hata kama jua litakuwa karibu, lakini kuna watu watakuwa chini ya arshi ya Mwenyezi Mungu, na tukawataja watu wale. Siku itakuwa mzito. Siku moja tu hiyo, kwa sababu hisabu ni siku moja tu. Ukiangalia Qur'ani, ukiangalia hadithi, ni yaumul hisab, yaumul mi'ad, yaumut talaq, yaum. Siku moja. Lakini ni siku ngumu sana. Ni siku ndefu sana. Ni siku itakuwa na dhik. Watu wengine watapata dhik kwenye moyo wao, kwenye nyoyo zao, kwa sababu watakuwa hawajui nini kitakachokuendelea kinachofuata. Katika hali hiyo ndio kuna watu watawaendea mitume waombe mitume waende kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aanze kufanya hisabu. Ndio ukaja msamaha kabla ya hisabu. Mtu aweza kujiuliza, inafaa iwe kwanza kuna hisabu alafu ndo msamaha? La, kwenye utaratibu wa Kiyama si hivyo, kwa sababu tutakuwa kwenye ardhi ya hisabu, jua kali, hakuna viatu, hakuna nguo, tuko uchi. Ndio sasa hapo watu watawaendea mitume baada ya mmoja. Tutahitaji hadithi hiyo baadaye. Sisi wale watu ambao kwamba watawaendea mitume, watawaomba mitume waende kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamuombe Mwenyezi Mungu aanze kufanya hisabu. Ndio ikaja masala ya shafaa, sababu shafaa ni msamaha.
watu gani watakwenda kwa mitume? Wale watu ambao kwamba watakwenda kwa mitume ni watu wema kwenye umma huu, si watu wote. Watu wema watachaguliwa siku hiyo, umma huu na umma nyingine. Wale ndo watakusanyika, ndio sasa watawafuata mitume mmoja baada ya mwingine, kuanzia Adam mpaka Idris mpaka Nuh, Musa, Isa. Ni watu wachache ndio ambao kwamba watawafuata mitume, Mwenyezi Mungu aanze kufanya hisabu. Hapo ndo kutafanyika msamaha mkubwa tukifika kwa mtume alayhi salatu wasallam, sababu kila mtume anayekwenda anaendewa atasema mimi siwezi kwenda kuomba Mwenyezi Mungu atufanyie hisabu kwa sababu mimi pia nina makosa yangu. Watu wakienda kwa Adam atasema mimi nilikatazwa kula tunda fulani, nikaghafilika, Iblisi akanidanganya nikala tunda, mimi pia nina hisabu yangu. Na Iblis na Adam alayhi salam alipokula lile tunda hakula kwamba anakusudia kufanya dhambi, hakula lile tunda kwamba anakusudia kumkosea Mwenyezi Mungu, la abadan, kwa sababu yule ni mtume wa Mwenyezi Mungu, hawezi kukusudia kufanya makosa. Aliteleza Adam, akala lile tunda na Mwenyezi Mungu akamsamehe madhambi yake. Kwa hivyo Adam, yale makosa yashafutwa kwenye rekodi zake. Mwenyezi Mungu anasemaje kwenye Qur'ani? walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma, suratu Taha. Kweli tulimpa amri ya Adam asile tunda hili, fanasiya, Adam alisahau, walam najid lahu azma. Mwenyezi Mungu anasema hatukuona nia ya Adam kukusudia kula tunda. Kwa hivyo makosa yale hakuna tena, hakuna ile kwamba ni makosa ya midumu. Nabii Isa akaja akaondoa makosa yale, kama wanavyoamini baadhi ya watu dini zingine kwamba yale makosa yalibaki. Nabii Isa alipokuja akayafuta yale makosa ya mtume Adam. Na vivyo usoma suratul Quran, suratul Baqara, Mwenyezi Mungu anasema fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi. Adam alipewa namna ya kufanya tauba, Mwenyezi Mungu akamsamehe makosa yake. Lakini siku hiyo kwa sababu ya uzito wake Adam atakuwa hawezi kwenda kwa Mwenyezi Mungu hayaan yale makosa aliyofanya. Hii ni hadithi ndefu tutaitaja baadaye. Watu wakienda kwa mtume wa mwisho, mtume alayhi salatu wasalam, ndio yeye atasema ana laha alayhi salatu wasalam, mimi hapo ndio mahala pangu. Ndio kutafanyika msamaha mkubwa unaitwa kwenye ilmu hii ya tauhidi ya al-akhirah ash-shafa'atul uzma, msamaha mkubwa ambao mtume atafanya. Ndio sasa hisabu ianze. Tutakuja kuelezana masala ya hisabu tukiingia kwenye stage ya hisabu. Mimi nimetaka kufanya utangulizi huo ndio tufike kwenye msamaha. Msamaha ni nini katika lugha ya Kiarabu? Ash-shafa'a ni nini? Ash-shafa'a Waarabu wanasema hiya tawassutu lilghayr lijalbi manfa'atin lahu au daf'i madharatin anhu. Ash-shafa'a, msamaha, ni mtu kuingilia katikati ya jambo, kuleta manfaa, kumwombea mtu asaidike ama kumwondolea mtu madhara asidhuriki. Kwa mfano, mtu ilikuwa afutwe kazi, barua ilikuwa mkutano shaka kwamba huyu bwana atafutwa kazi, lakini kukawa pale kuna mtu anamjua yule director ama manager ama chairman anayehusika ama mwenye kampuni, akatumwa nenda uzungumze na fulani, huyu bwana asiachishwe kazi. Ile ndio shafaa, wewe unaenda kuzuia ile madhara. Ama vile vile mtu ameapply kazi, wewe unamjua mwenye kampuni, unamjua mwenye ofisi, unamjua mwenye television, unamjua mwenye gari, unamjua mwenye msikiti, ukenda ukaingilia kati uzungumze naye yule bwana aandikwe kazi, umemletea manfaa. Katika lugha ni hivi, kuingilia kati, kuleta maslahi kwa mtu ama kumuondolea madhara yasimfikie. Lakini mimi hapa nakusudia kwenye jambo hili la shafaa siku ya Kiyama, ithbatu shafaati nabii alayhi salatu wasalam. Kwanza kuthibitisha kwamba msamaha uko wa mtume alayhi salatu wasalam. Liyabda alhisab, ndiyo hisabu ianze.
Wakadhalika ithbatu shafaati al-ukhra lahu alayhi salatu wasalam, vile vile tutathibitisha kwa dalili kwamba mtume ana msamaha mwingine atafanya. Si tumtaje hivi sasa msamaha mmoja tu wa yeye kwamba amuombe Mwenyezi Mungu hisabu ianze. Vile vile mtume ana misamaha mingine atafanya siku ya Kiyama. Liummatihi, umma wake. Kuna watu katika umma huu watapewa msamaha. Wa ithbatu shafaati al-anbiya'i wal mursalin, vile vile siku ya Kiyama kuna mitume watapewa nafasi wao vile vile watoe msamaha. Wal malaika, na malaika watatoa msamaha vile vile. Wasalihin, na watu wema kwenye umma huu na umma nyingine. Yaumul qiyama, msamaha huu utafanyika siku ya Kiyama. Kwa hivyo mimi nakusudia msamaha huu wa mtume kwa umma wake, msamaha wa mitume wengine, msamaha wa malaika, na msamaha wa watu wema, na msamaha ambao kama tutakuja kuelezana vizuri kuhusu msamaha. Qur'ani inasemaje kuhusu msamaha kwamba uko siku ya Kiyama? Hii sehemu mzuri inatupatia matumaini kwenye safari hii ya akhira, kwa sababu kule mwisho mimi nitataja mambo gani mtu atafanya apate huu msamaha. Kama tulivyoeleza, jambo gani utafanya upate nuru kwenye kabri, usiadhibiwe kwenye kabri. Mambo gani utafanya uwe chini ya arshi, mambo gani utafanya upate husnul khatima. Vile vile sehemu hii kuna subtopic hapa ya kuonyesha mambo gani mtu lao atafanya kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atapata msamaha. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, Surat al-Baqara aya 255, hiyo ni ayatul kursi 255, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Siku ya Kiyama hakuna anayeweza kutoa msamaha ila kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu, kwa Mwenyezi Mungu, illa bi'idhnihi, ila kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratu Yunus aya 3, ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi, hakuna anayeweza kutoa msamaha ila baada amepewa ruhusa na Mwenyezi Mungu. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema suratul Anbiya aya 28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Hii inarudi malaika, kwamba wale malaika vile vile siku ya Kiyama hawataweza kuombea yeyote ila baada Mwenyezi Mungu amekubali. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema yaumaidhin, suratu Taha 109, yaumaidhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu arrahmanu wa radhiya lahu qawla. Siku ya Kiyama hakutoruhusiwa msamaha wowote mpaka Mwenyezi Mungu aridhie na atoe ruhusa yake. Aya mwisho Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratu Zumar aya 44, qul lillahi shafa'atu jami'an, hakika wale uombezi wote siku ya Kiyama uko mikononi mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kwa amri yake. Hadithi za mtume vile vile zimekuja kueleza kwamba msamaha uko kweli. Mwenyezi Mtume anasema, hadithi ilipokewa na Imamu Muslim, mtume akisema, likulli nabiyyin da'wa qad da'a biha, kila mtume waliotumilizwa na Mwenyezi Mungu wote, kila mtume alipewa fursa ya kuomba apewe anachokitaka. Mtume anasema hadithi hii kwamba utaratibu wa Mwenyezi Mungu, mtume anasema kwenye hadithi hii kwamba utaratibu wake Mwenyezi Mungu ni kwamba wale mitume waliochaguliwa, mitume 100,000, si tunajua mitume ni 25, la 25 waliotajwa tu kwenye Qur'ani, 25 ni waliotajwa kwenye Qur'ani peke yake. Lakini wanavyuoni mitofautiana kauli mbili. Waliosema mitume wote waliotumilizwa na Mwenyezi Mungu ni 120,000 ama 124,000, na kauli zote mbili zina wanavyuoni waliozungumza masala haya. Kwa hivyo ni mitume ni wengi. Kwa ufupi, mitume waliotumilizwa Mwenyezi Mungu ni wengi kwenye hii dunia. Qur'ani ndio iliyosema kwamba mitume zaidi ya 25, rusulan qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayka, mitume wale ambao kwamba tumekutolea visa vyao, anaambiwa mtume ni wale 25 tu. Wa rusulan lam naqsushum alayka, na kuna mitume wengine
Mwenyezi Mungu hajamuelezea mtume alayhi salatu wasalam. Sasa mtume anasema likulli nabiyin da'wa, kila mtume aliyetumilizwa duniani Mwenyezi Mungu amempa fursa ya kuomba. Qad daa biha fastujib, aliomba na akapewa nafasi yake. Ndio Nabii Allah Suleimani akaomba ufalme, akapewa ufalme wa kuweza kuzungumza na ndege, kuzungumza na wanyama, kuzungumza na majini, kuwaamrisha majini. Hambo si tunawaogopa majini. Nabii Allah Suleimani alikiwatuma, nendeni mahali fulani, ama jengeni kitu fulani, ama fanyeni jambo fulani, alikiwatuma. Nabii Allah Suleimani alikuwa akiona mdudu chungu, akijua mdudu chungu hawa anaenda wapi na anataka nini. Siku moja mtume Nabii Allah Suleimani alichukua watu wake kwenda kuomba mvua, salatul istisqa. Akitoka mji wake, alipokuwa anaenda mahali pa kuomba mvua, akasimamisha jeshi lake, watu wake. Akasimama, alafu akawaambia wale watu wanaokwenda kuomba mvua, qad mutirtum bida'wati ghairikum, nyinyi mushapata mvua kwa dua ya asiyekuwa nyinyi, mushaombewa nyinyi. Wale watu wake wakataka kujua nani aliomba na sisi ndo tunaenda kuomba mvua kiwanjani. Akawaambia, la, hapa kuna mdudu chungu mimi namuona, amilala chini, anaweka mikono yake juu akiomba mvua. Hiyo inatosha, turudini sasa. Na wakarudi na mvua ikanyesha. Masala ya kuomba mvua imenikumbusha jambo kwamba as-salafu salih, watu wema kwenye umma huu, walipokuwa wakienda kuomba mvua, walikiwaambia wake zao na watoto wao kwamba sisi tunatoka kwenda kiwanjani kuomba mvua, nyinyi wekeni kabisa dramu ya maji na ndoo na besi. Angalia ile athiqatu billah, kuamini kwamba sisi tukienda Mwenyezi Mungu atatupatia mvua. Wanatoka kuomba mvua, wanaombea watoto wao, sisi tunaenda, nyinyi wekeni kabisa ndoo na dramu hapa na pipa ya maji, wekeni kabisa tangi ya maji. Na hajaomba, lakini tayari yeye anashajua, mimi nikienda nikiomba Mwenyezi Mungu ataniitikia dua yangu, kwa sababu ana inda husni dhanni abdi bi. Mtume anasema hadith qudsi, Mwenyezi Mungu anasema, mimi wanafuata dhana ya mzuri ya mja wangu. Mja wangu alitia nia kwamba mvua itanyesha, baada ya kuniomba ataileta mvua. Watu wakarudi na mvua ikapatikana wakati wa Mtume Suleiman. Tukirudi kwenye hadithi yetu, asema kila mtume aliomba akaitikiwa. Mtume asema faja'altu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyama, ile dua yangu mimi nilipopewa nafasi kuomba, niliwafikiria umma wangu kwamba yeye siku ya kiyama atapewa fursa sisi tufanyiwe hisabu mwanzo. Yeye akiomba msamaha wake ule shafa'atul uzma, ule msamaha mkubwa ni hisabu ikianza inaanzwa na sisi. Ilikuwa sisi tuwe mwisho kabisa, tuanze watu wa mtume Nuh, wa mtume Adam, na kesi ya Kabila na Habil na watoto wengine wa Adam. Tuanze mtume Idris, mtume Zakaria, mtume Dhulkifli, mtume Ibrahim, mtume Musa, tusonge pole pole mpaka tufikiwe sisi. Lakini mtume asema, mimi nilipopewa fursa nilifikiria umma wangu, nikasema umma wangu ndio hesabiwa mwanzo, tutaanzwa na sisi. Hadithi nyingine mtume anasema, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, mimi nimepewa mambo matano hakupewa mtume mwingine kabla yangu. Mtume akasema katika mambo matano hayo, wa utitu shafa'a, na nikapewa kwamba mimi nitawaombea watu siku ya kiyama. Na mambo aliyopewa mtume si haya matano tu, takriban mambo 20 amepewa mtume yeye peke yake, hakuna mtume mwingine amepewa. Mimi nataja tu mambo matano kwa sababu ya hadithi hii, na pia siku za usoni tutakuja kuyataja mambo aliyopewa mtume ambao mtume mwingine hakupewa. Jambo la kwanza, mtume anasema, nusirtu birubi masirata shahr, umma huu Mwenyezi Mungu amewapa fadhila kwamba wanaweza kuogopewa na maadui zao kiasi ya mwezi. Yani jeshi la maadui likisikia kwamba sisi tunaenda jihad, kwa muda wa mwezi wanaishi na uoga. Masirata shahr, wanatuogopa sisi, tutafika lini uwanjani. Jambo na tarikhi imejaa mifano kama hii kuonyesha kwamba
jeshi la upande wa pili lilikuwa likiogopa sababu ya hii, nusirtu biru'bi masirata shahr. Jambo la pili Mtume anasema waju'ilat liyal ardhu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Jambo la pili, mimi popote ninaposwali umma wangu ameruhusiwa kuswali popote na swala hiyo itakubaliwa, si lazima msikitini. Watu wanaswali airport, wanaswali kwenye ndege, watu wanaswali ofisi, watu wanaswali mashambani, kwa sababu Mtume alituombea hiyo. Alipewa sisi kwamba popote swala ikifika utaswali, barabarani utaswali, na swala hiyo inakubaliwa. Jambo la tatu Mtume anasema wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli. Umma huu sisi tumeruhusiwa kuchukua mali ya ghanima. Tukienda vitani tukishinda, yale mali inayoachwa na maadui ikibaki, yanabaki ni mali ya Waislamu. Tunaruhusiwa kuyatumia mali yale ghanima za vita. Walam tuhalla li ahadin qabli, hakuna mtume mwingine aliruhusiwa kutumia mali hayo. Wakati wa mitume iliyopita ilikuwa ile mali yakipatikana yanawekwa kwenye kiwanja, alafu Mwenyezi Mungu anatuma moto, yanakuja anachoma yale mali. Lakini sisi tukaruhusiwa ile mali kuyachukua, na mwenye kutoa uamuzi ni amiri wa jeshi ama khalifa wa Islamu. Yale mali yanagawanywa sehemu 5. Sehemu moja inakwenda kwenye hazina ya serikali, na sehemu 4 iliyobaki ndio inagawanywa kwa wanajeshi waliokwenda vitani. Yani wakati wa maswahaba mtu aweza kutoka Madina maskini, hana chochote, maskini, alikuwa tu kwenye, yani mujahidi tu kwenye jeshi, lakini kule kwenye jihadi akaenda akapata mali, akawa milionea kwa lugha ile, ama trilionea. Ametoka maskini, lakini kule vitani akaenda akapata mali, ikagawanywa, sehemu yako wewe ni hii. Na maswahaba wengi walipata utajiri wao kwenye jihadi, kwa sababu wamekaa kule miezi wiki kadhaa wakipigana, wakapata ushindi kadhaa, basi mali yalikuwa yakigawanywa. Jambo la 4 Mtume anasema wa kana nabiyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila nasi amma. Mitume wengine walikitumilizwa mtu kwa watu wake tu, lakini mimi nilitumilizwa kwa watu wote. Haya ni mambo 5. Jambo la 5 ndio hili, wa utitu shafa'a, na nimepewa mimi shafa'a siku ya kiyama, kwamba mimi nitawaombea umma wangu na umma nyingine, kwamba hisabu ianze. Na hii ndio tofauti ya Mtume Yunus na sisi na mtume wetu. Mtume Yunus alayhi salam alitumilizwa kwa watu wa kijiji chake. Watu wa kijiji chake walipokataa, yeye akafanya ijtihad. Nabii Allah Yunus ametumilizwa kufanya dawa, akafunga mizigo yake, akasafiri kwamba anaenda kijiji cha pili kufanya dawa. Alipoingia kwenye jahazi ndio ikabidi atupwe kwenye maji, kwa sababu hakutumwa kijiji B. Yeye aliambiwa dawa yako yote ni kijiji A. Tofauti na mtume wetu. Mtume hakukosea alipotoka Maka kwenda Taif kufanya dawa Taif. Yeye anasema hapa mtume wabu'ithtu ila nasi amma, mimi nimetumilizwa kwa watu wote. Ndio mtume akajasiri kuwatuma masahaba Habasha, kwa sababu yeye alikuwa ashaambiwa kwamba wewe ni mtume wa dunia mzima, tofauti na mitume wengine. Musa alikuwa mtume wa Banu Israili peke yake. Mtume Isa alikuwa mtume wa watu wake, lakini mtume wetu mambo hayo 5 ilikuwa ni yake yeye peke yake. Kama nilivyosema, baadaye tutakuja kutaja yale mambo mengine. Hadithi nyingine mtume anasema kuthibitisha kwamba msamaha uko wa mtume. Mtume anasema ana sayyidu waladi Adam yaum alqiyama, mimi ndio nitakuwa mtoto bora wa Adam. Katika wanadamu mimi ndio nitakuwa mtu bora, kwa sababu ya kwenda kusujudu kuomba msamaha. Wa awwalu shafi'a, na mimi ndiye mtu wa kwanza nitakaye kuombea watu msamaha. Wa awwalu mushaffa', na mimi ndiye mtu wa kwanza nitaruhusiwa kuwaombea watu. Hapa kuna vitu viwili, kwamba yeye ndiye mtu wa kwanza kuomba msamaha, na yeye ndiye mtu wa kwanza kuruhusiwa kuombea watu wengine. Kuna hadithi moja utanihitaji niingie kwenye jambo lingine kulingana na wakati pia. Mtume anasema hadithi nyingine inafanana na ile ya kwanza, likulli nabiyin da'watun mustajaba, kila mtume alipewa fursa kuomba. Fataajjala kullu nabiyin bida'watihi, kila mtume akafanya haraka kuomba jambo lake. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, mimi ile nafasi yangu niliiweka, niliificha.
shafaatan li ummati yawm alqiyama, ni msamaha wangu kwa umma wangu siku ya Kiyama. Fahiya nailatun insha Allah, insha Allah msamaha huo utakuwako. Man mata min ummati la yushriku billahi shay, ambaye kwamba hakumshirikisha Mwenyezi Mungu atapewa nafasi ya kuombewa, lakini kuna masharti ya kufanya. Vipi mtu akiombewa msamaha ule utakuwa uko unakubalika? Taib, nani anayemiliki kuomba msamaha? Kutoa msamaha. Sisi tumtaja msamaha huu kwamba utakuwako siku ya Kiyama. Nani ndio ambaye kwamba anamiliki kutoa msamaha? Anayemiliki kutoa msamaha ni Mwenyezi Mungu peke yake, si malaika wala si mtume wala si hata wale malaika ambao wako karibu na arsh, wala malaika Jibril wala Israfil wala Mikail. Ni Mwenyezi Mungu peke yake ndio yeye mwenyewe akitaka ndio atatoa ile na fursa ya mtu kuombewa. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe akitaka mtu ataombewa katika waja wake, na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka kumnyima mja wake msamaha anaweza kumnyima hata akiombewa, kwa sababu huyo mtu hajui kwamba huyu amefanya makosa fulani yanayomzuia asipate ule msamaha. Yeye huwa hajui. Tutakuja kutaja masala ya msamaha utakuwaje na ile process ambayo itakuwa kwa mtu mpaka kupewa msamaha. Mwenyezi Mungu anasema kwenye sura Zumar, aya tumetaja mwanzo pale, qul lillahi shafaatu jami'an, msamaha wote siku ya Kiyama ni wa Mwenyezi Mungu. Lahu mulku samawati wal ardh, Mwenyezi Mungu anasema yeye ndio anayemiliki ardhi na mbingu, ardhi 7 na mbingu 7 na ardhi zote 7. Thumma ilayhi turjaun, alafu nyinyi mtarudi kwake yeye. Kuna masharti ya msamaha, mtu kuweza ule msamaha kwamba sasa unakubalika. Masharti matatu. Sharti ni kitu kinachofanyika kabla ya kitendo. Ndio tukisema kwenye swala kuna sharti ya udhu, kutawadha, sharti ya kuelekea qibla, sharti nguo ziwe safi, sharti ya wakati kuingia, kwa sababu haya mambo yanafanyika kabla ya kile kitendo, ili ndio ikawa sharti. Na msamaha siku ya Kiyama vile vile kuna sharti lazima zifanyike 3 ndio ule msamaha utokee. Sharti ya kwanza kabisa, ridhallahu anish shafi', ridhallahi anish shafi', ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amridhie mwenye kuomba msamaha, sio mwenye kuombewa kwanza. La, yule mwenye kuomba msamaha, ataka kumwombea fulani yule, mpaka Mwenyezi Mungu amkubali kwamba yeye ana sifa za kuombea mtu. Hiyo sharti ya kwanza. Ndio Mwenyezi Mungu hapa anasema sura Taha, yauma idhin la tanfa'u shafa'a, siku hiyo msamaha haukubaliwi, illa man adhina lahu arrahman, ila ambao kwamba amepewa ruhusa na Mwenyezi Mungu Subhana wa radhiya lahu qawla, akapewa nafasi ya kuzungumza kwamba anamuombea fulani. Sharti ya pili ambayo tutaiona siku ya Kiyama, ridhallahi anil mashfu'i lahu, Mwenyezi Mungu amridhie mwenye kuombewa msamaha. Yani yule mwenye kuombewa anafaa kupewa msamaha ama hafai kupewa msamaha. Hiyo sharti ya pili. Hapo Mwenyezi Mungu anasema kwenye jambo hilo, Suratul Anbiya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Mwenyezi Mungu ajua watu walichofanya mbele yao na nyuma yao. Wala yashfaun, hawatotoa msamaha watu illa liman irtadha, ila yule mtu ambaye kwa Mwenyezi Mungu amemridhia. Wa hum min khashyatihi mushfiqun, na wao wanamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema Suratu Maryam, la yamlikuna shafa'a, hawawezi mtu kutoa msamaha illa man ittakhadha 'inda arrahmani ahda, ila yule ambaye kwamba ameruhusiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni sharti ya pili, msamaha ukubaliki, uende through. Sharti ya tatu ni sasa Mwenyezi Mungu atoe ruhusa ya msamaha. Hapa kuna vitu kadhaa. Kutoa ruhusa kwenyewe kuna kuja stage ya mwisho. Stage ya kwanza ni yule mwenye kuomba msamaha anazo yeye qualities ama sifa za kuombea mtu. Jambo la pili, yule mwenye kuombewa
Anafaa kupewa msamaha, hafai kupewa msamaha? Sharti ya tatu sasa ni Mwenyezi Mungu atoe idhni, atoe yeye mwenyewe ruhusa kwamba muombee huyu kwa jambo fulani. Mwenyezi Mungu anasema man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhni. Kweli huyu anafaa kuomba msamaha na huyu anafaa kuombewa, lakini hawawezi kujifanyia msamaha wanavyotaka wao mpaka ruhusa itoke kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Pengine bado wakati wake. Ndio hapa kwa kuna idhni ya Mwenyezi Mungu sasa akubali, apewe go ahead kwamba amuombee huyo. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratul Najm aya 26, wa kam min malakin fi samawati, kuna malaika wangapi kule mbinguni? Wengi sana. La yughni shafa'atuhum shay'an, ule msamaha wao hautosaidia chochote siku ya kiyama, illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda, mpaka Mwenyezi Mungu au masharti matatu ya yote yapatikane. Na malaika ni wengi sana ndugu zangu. Katika mambo ya ajabu ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu, si tulisema jambo hili tulipokuwa tunasimulia majina ya Mwenyezi Mungu, Al-Khaliq na Al-Khallaq. Katika majina makubwa ya Mwenyezi Mungu ni Al-Khaliq. Wale ambao kwamba wana darsa hiyo, mimi nawaomba wairudie waisikilize. Darsa Mwenyezi Mungu kwamba ni Al-Khaliq na Al-Khallaq, ameumba. Tulifanya darsa 2 kuhusu jina la Mwenyezi Mungu Al-Khaliq. Na mimi nisema kwamba pengine tukimaliza series hii na series nyingine tutarudi kwenye majina ya Mwenyezi Mungu. Sisi tumefanya majina 56 peke yake. Tunataka tukamilishe majina yaliyobaki zaidi ya 99. 99 na ile utaja tu kwenye ile chat maarufu. Lakini Mwenyezi Mungu ana majina zaidi ya 99. Sasa katika vitu vya ajabu Mwenyezi Mungu alivyoumba ni Al-Baitul Ma'mur. Hiyo ni stage iko baada wingu wa 7. Kipita wingu wa 7 kuna Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur imelingana na Al-Kaaba. Yani pale ilipo kwa Mwenyezi Mungu iko juu ya Al-Kaaba. Hapa kwenye ardhi sisi tunafanya tawafu kwenye Al-Kaaba. Lakini kule kwa Mwenyezi Mungu malaika ndio wanamwabudu Mwenyezi Mungu kwenye Al-Baitul Ma'mur. Tangu Mwenyezi Mungu aumbe Al-Baitul Ma'mur, siku zote hizo zilizokuwa kwa huko mpaka jana Alhamis, mpaka leo Ijumaa, mpaka kesho Jumamosi, ila an yaquma an-nasu li rabbil alamin, kila siku kunaingia Al-Baitul Ma'mur malaika 70,000 kumwabudu Mwenyezi Mungu, na wanaoingia hawatoki tena ila yaumul qiyama. Al-Baitul Ma'mur ni kubwa kiasi gani, na hao malaika ni wengi kiasi gani, kwamba kila siku wanaingia malaika 70,000 na wanaoingia hawatoki, na kesho wataingia tena 70,000. Na kiyama kikisimama, malaika hawa watamwambia Mwenyezi Mungu subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik, ya Rabbi wewe umetukuka, hatuja kuabudu inavyofaa. Na hawali, hawanywi, hawalali, kazi yao ni dhikri tu, kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu. Kuonyesha hasa Mwenyezi Mungu anasema wa kam min malakin fi samawati, ni malaika wangapi wako kule mbinguni. Wote hawa hawana ruhusa kumwombea mtu siku ya kiyama, illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda, mpaka Mwenyezi Mungu masharti hayo tuliyotaja yakamilike. Suratu 7 Mwenyezi Mungu anasema aya 23, wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu, msamaha siku ya kiyama hautokubaliwa, hautosaidia kitu mpaka Mwenyezi Mungu atoe idhini yake kwa yule mwenye kuomba na yule mwenye kuombewa. Na masharti hayo yakifanyika, ndio sasa ule msamaha unakuwa ash-shafa'atu sahiha, ni msamaha valid kwa lugha ya kisasa, msamaha unaokubalika. Lakini kuna msamaha haukubaliki siku ya kiyama. Watu wananidanganya tu hapa duniani. Msamaha ambao haukubaliki ni ule msamaha ambao kwamba wanadhani wale mushrikini, wale wasomwabudu Mwenyezi Mungu, kwamba yale masanamu wanaoyabudu hapa duniani yatakwenda kuwaombea siku ya kiyama. Msamaha huo hakuna kabisa, uko zero. Mwenyezi Mungu anasema wayabuduna min dunillah, kuna watu wanaabudu vitu vingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ma la yadhuruhum wala yanfauhum, vitu ambavyo kwamba haviwadhuru wala haviwanufaishi. Wayaqulun,
na wao wanasema haulai shufaauna inda Allah, hawa masanamu watatuombea siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu. Suratu Yunus aya 18. Lakini Mwenyezi Mungu akajibu Suratul Mudaththir aya 48, fama tanfa'uhum shafaatu shafiin. Ikifika hapo kwamba sanamu alitaka kuomba msamaha, sanamu halitaweza kuomba msamaha chochote. Mwenyezi Mungu anasema Suratu Zumar aya 43, amittakhadhu min duni llahi shufaa, kuna watu wamechukua asiyekuwa Mwenyezi Mungu kwamba wao ndo watakwenda kuwaombea siku ya kiyama. Qul, anaambiwa Mtume waambie, awalau kanu la yamlikuna shay'an wala yaqilun, yale masanamu yalikuwa hapa duniani hayamiliki chochote, na wale walikuwa wakiabudu pia walikuwa hawana akili, wala yaqilun. Man humu shufaha, ni nani ambao kwamba watapewa nafasi ya kuombea watu? Si tumetaja ya msamaha ni nini, masharti ya msamaha kwenye Qur'ani na kwenye Sunna na itakavyokuwa msamaha. Mimi nimefika mahali kueleza ni nani wale shufaa, wale ambao kwamba watapewa nafasi kuwaombea watu wengine. Ni watu kadhaa. Hii sehemu nitaitaja wiki inayofuata insha Allah taala. Nitaanza kutaja hapa nani na nani ndo watapewa nafasi ya kuombea wenzao siku ya kiyama. Kwa sababu ya wakati itabidi mimi nisimame hapa insha Allah taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.